kuelimisha jamii juu ya biashara haramu ya binadamu, uhabi. Tumeshatoa mafunzo mengi ya usuyo mbinu zinazotumika, watu gani hasa wanalengwa, sababu za hii biashara na ukubwa wa hii biashara duniani. Sasa leo tutaangalia madhara yanayotokana na hii biashara haramu ya binadamu. Biashara hii kama tulivyosema katika vipindi vilivyotangulia, kwanza ni biashara kubwa sana duniani, ya tatu katika ukubwa, kutoa silaha pamoja na madawa ya kulevya, basi biashara ya binadamu inafuata. Kwa nini imekuwa hivi? Ni kwa sababu basi halifu na pia soko la ngono limekuwa kubwa duniani. Wanatafuta nguvu kazi isiyo na gharama, kwa sababu wanaopelekwa wengine wanapelekwa kwenye mashamba makubwa, watalima huko bila kulipwa au walipo kidogo sana. Lakini pia kama nilivyosema, soko la ngono limekuwa kubwa. Mabinti wanapokwenda huko basi wanawekwa barabarani wajiuze, na pesa wanampelekea yule bosi au muhusika aliyefaulu kumlaghai na kumpeleka huko. Lakini tuone sasa hawa ambao wanaangukia au wanakuwa ni wahanga wa uhabi wanapata madhara gani? Wanapata madhara gani? Hasara gani? Kama mtu binafsi, kama familia, lakini pia kama taifa. Kwanza kabisa wanaambukizwa magonjwa, kwa sababu wengi wao wanalazimishwa kufanya matendo hayo machafu ya kingono, alafu wanaambukizwa magonjwa. Na wanapoambukizwa magonjwa, kwanza hakuna mtu anahangaika nao. Utapata magonjwa yale, labda hata ni kwa kubakwa kwenye familia unapata magonjwa, au ni hiyo kutembea ovyo ovyo na watu wengi ambao unalazimishwa kufanya nao matendo hayo ya ngono. Magonjwa hayo basi yanakuwa ni ya kwako. Hakuna mtu atakayehangaika na wewe kukutibu wala nini. Utateseka mpaka hapo ukipata bahati ya kurudi kwenu, basi labda kuna mtu ambaye anaweza akakusaidia kupona. Lakini pia unapata majeraha ya mwili, kwa sababu nimesema mwanzoni kwamba utapigwa sana unapojaribu kudai haki yako, au unapojaribu kutoroka, labda ukikamatwa utapigwa, au unapoharibu kitu. Kwa mfano unafanyishwa kazi kwenye nyumba ya mtu, na huyu mtu basi ni mmoja wa wale ambao anapenda utumwa huo. Ukivunja labda glasi, basi unaweza ukapigwa, ukashangaa ni glasi tu nimevunja au kitu gani, unapigwa vibaya. Ama ukiunguza chakula, basi unapigwa na unaambiwa hata kama mshahara kale kadogo unakopewa pia unakatwa. Kwa hiyo unakuta pia wengine wanapata majeraha katika miili yao. Wakati mwingine pia wale ambao wanachukuliwa kwa malengo ya kusafirisha madawa ya kulevya, wengine wanaingia humo na kuyatumia yale madawa ya kulevya kutokana na ule msongo wa mawazo, uchungu wanaopata na tabu wanazopata, na wao pia wanaingia katika hatari ya ulevi. Kwa hiyo wanakuwa ni walevi na watumiaji wa madawa ya kulevya, kiasi kwamba ndio maisha sasa yanakuwa yamekwisha, kwa sababu hata kuwa tena na faida wala thamani katika jamii wala familia. Wengi sana wanaathirika kisaikolojia, kwa sababu huwezi kuwa wa kawaida tena, yaani kuseme normal, huwezi tena kuwa normal kama ulivyokuwa kabla, kwa sababu unapitia mazingira magumu na ya ajabu ambayo hukutegemea kitu kama hicho. Ulikuwa na mawazo ya mafanikio, mawazo mazuri ya kupata maisha mazuri, kupata mshahara mzuri. Sasa unaangukia katika hilo janga la kupigwa na kukosa huo mshahara na kutendewa matendo hayo ya kikatili. Kwa hiyo unaathirika sana kisaikolojia, na hivyo unashindwa hata kujimudu wewe mwenyewe, hujielewi tena baadaye.
Na pia kutokuwa na maendeleo. Huwezi kufanya tena kitu chochote cha maendeleo hata kama utanusurika. Kama umeshaathirika kisaikolojia, masuala ya kufanya maendeleo yako ya maisha yanakuwa ni magumu, kwa sababu tayari wala hujui tena ufanye nini, uanzie wapi, uishie wapi, kwa sababu tayari maisha yako yameshaharibika. Lakini pia kuna hiyo kusababisha mgogoro kati ya wazazi wa mhanga, kwa sababu mzazi wa kiume anaweza kufikiri kwamba mama ndio amemruhusu mtoto aondoke, na mzazi wa kike anaweza kufikiri kwamba baba ndio amemruhusu mtoto aondoke. Na hii lawama zinakuwa ni kutupiana lawama. Kwa sababu gani umemruhusu mtoto aondoke? Labda alikuwa anatusaidia hiki, anatusaidia hiki. Sasa kama hujarudi au umebahatika kurudi, alafu uko katika hiyo hali ambayo ni mbaya, pengine ya hayo magonjwa yasiyopona, au labda madhara mengine ya kisaikolojia, kuchanganyikiwa na wengine hata kuwa vichaa, basi lawama zinakuwa ni kubwa katika familia, na hata kusema kwamba huyu ndio amesababisha, huyu ndio amesababisha. Labda pengine watu waliomchukua huyu kijana walikuja pale nyumbani wakatoa rushwa, baba akaruhusu mtoto aondoke. Sasa ile pesa mliopokea pengine ni ndogo tu, lakini mtoto amekwenda kule amepata madhara makubwa. Akibahatika kurudi mkamuona tayari ameshaharibika, basi inakuwa ni lawama kubwa sana. Baba ndio ulipokea zile pesa, kwa nini ulikubali kumtoa mtoto, ulimuuza mtoto? Mpaka inaweza kusababisha hata kuvunjika kwa ndoa, kusambaratika, na kwa sababu hiyo utakuwa tayari mafarakano yametokea katika familia. Madhara mengine ni msongo wa mawazo. Wengi sana wanaochukuliwa kwa mtindo kama huu wanakuwa na msongo mkubwa wa mawazo, kwa sababu yani ni kama kuchanganyikiwa fulani, hawajui tena wafanye nini. Wamenaswa, wakanasika, wako mahali ambapo hawawezi kujiokoa, hawawezi kujitoa wenyewe, kwa sababu tayari wamebanwa. Kama ni wale wa kufungiwa ndani, wamefungiwa ndani. Hata kama ni wale wa kujiuza barabarani, wamenyang'anywa hati za kusafiria, hawana pesa. Kwa hiyo wanajikuta wana msongo wa mawazo daima, hawajui wafanye nini, hawana pesa na hawawezi kurudi tena nyumbani salama. Lakini madhara mengine, ikitokea bahati kwamba umerudi nyumbani, tayari umeshakuwa ni muathirika, kuna kunyanyapaliwa pale. Unajua kwamba unaweza wakakunyanyapaa katika familia, kila unakokwenda unaona upokeleki tena, kwa sababu hueleweki na wala huna tena faida yoyote kwenye familia. Umeshakuwa kitu cha ajabu, hakuna mtu anataka kukaa na wewe. Kwa hiyo unanyanyapaliwa na unakuwa ni mtu mnyonge na mkiwa, na mwisho unakuwa ni mtu ambaye umepata depression. Sasa sijui niseme msongo wa mawazo uliopitiliza, ambao hujitambui mwenyewe, sababu tayari umeshaharibika. Lakini madhara mengine makubwa kwenye familia ni kwamba wamepoteza nguvu kazi. Labda huyu kijana alikuwa anasaidia pale nyumbani katika mashamba, katika mifugo. Sasa ameshakuwa kitu kama hicho, tayari wamepoteza nguvu kazi. Binti huyu alikuwa ni faraja labda kwa mama na hata kwa baba, kwa sababu alitegemea binti yetu labda atakuwa, labda ataolewa, labda atakuwa na familia na hii. Sasa ghafla kimetokea kitu kama hicho, basi tena anakuwa ni mtu ambaye sio tena wa kutegemewa, sio tena wa kutazamwa kama yule alikuwa anatazama. Amekwenda kule, amefanyishwa madhara hayo, mangono hayo, amepata magonjwa, amekuwa hivi. Kwa hiyo moja kwa moja hamna tena nguvu kazi. Lakini pia wamempoteza mpendwa wao, walikuwa wanampenda binti yao, mtoto mzuri, wakitegemea kuna future baadaye, hakuna tena. Lakini pia gharama za kumrejesha mhanga. Kwa mfano, huyu ni mtu ambaye amesafirishwa kupelekwa nchi nyingine, gharama ni kubwa sana. Ikibahatika kwamba mmefahamu yuko wapi, labda mmepata mawasiliano, alafu mnapata taarifa ndugu yenu yuko sehemu fulani, fanyeni mpango aweze kurudi, ni gharama kubwa sana. Familia nyingi haziwezi, japo zitakuwa zinatamani mtoto wetu tu arudi, labda kwa shida anazozipata, lakini unakuta gharama za kumsafirisha ni kubwa sana, kiasi kwamba hamwezi tena. Ni gharama kubwa kumtoa kule aliko, kumleta,
tayari ameshachanganyikiwa, labda anahitajika mtu kwenda kumchukua, hizo gharama zinakuwa ni kubwa. Kwa hiyo pia inakuwa ni shida kubwa. Lakini pia madhara mengine ni kifo, kama tulivyosema katika vipindi vilivyotangulia. Mara nyingi hawa wanapofikia hatua ya kudai haki zao kwa nguvu, huwa wanauawa. Wanatafutiwa kisa tu. Wewe unadai haki yako, lakini unaweza ukatafutiwa kisa. Kwa mfano, nitoe mfano mmoja kwamba kuna mmoja ambaye alikuwa amechukuliwa kwa mtindo kama huu. Akakaa miaka 2 bila kulipwa kabisa, akiaminishwa kwamba hela zako tunakuwekea benki, anaonyeshwa hata statement ili kumtia moyo. Anafanya kazi sana. Kila siku anaaminishwa hela zako tunakuwekea benki, sio na wasiwasi. Baada ya miaka 2 pesa zako zitakuwa ni nyingi, utachukua utarudi, na tunajua basi pesa za kule ni nyingi. Huyu akafanya kazi kwa moyo wote, akajua nikirudi basi hata nyumba ninajenga. Ilipobaki wiki moja sasa, ili aweze kupata ruhusa ya kurudi kwao achukue pesa zake, huyu mama mwenye nyumba alimtafutia sababu. Akamwambia kwamba wewe umetembea na mume wangu, na kwa sababu umetembea na mume wangu, katika nchi yetu haturuhusu vitu vya namna hii. Akamwambia, mama, lini mimi nimefanya kitu kama hicho? Mbona mimi hata mume wako sijawahi hata kuongea naye? Kwanza yuko busy daima, hayuko nyumbani. Alafu mimi sasa naomba tu unipe hela zangu. Kama ndio hivyo basi nipe hela zangu mimi niondoke, kwa sababu muda pia umeshafika. Naomba hela zangu niondoke. Yule mama akamwambia, unataka hela zako uondoke baada ya kuniharibia familia yangu? Sasa nitakuonyesha kwamba hela zako nitakupa au sikupa. Yule mama alikuwa na ukatili mkubwa sana. Alikwenda kutafuta wanaume wawili ambao walikuja, yeye alipowaingiza mle ndani, yule mama alitoka. Wale walikuja wamevaa kininja, wameacha macho tu. Walimkamata yule binti. Kwanza kabisa walimbaka kila mmoja, na baada ya hapo walimshika koo kwa ukatili mbaya sana. Walishika koo lake wakalivuta kwa nguvu mpaka nje. Alikufa kwa mateso makubwa sana. Wakati wanafanya kitendo kama hicho, kuna nyumba zilikuwa zimepakana. Nyumba ya nyingine alikuwa ni binti kutoka Uganda, ambao walikuwa wanawasiliana kwa dirishani, kwa sababu huruhusiwi kutoka nje. Wakiwa wanasafisha madirisha wanawasiliana, wanazungumza. Kwa hiyo huyu anamuona yule na huyu anamuona yule, lakini wakawa wanazungumza kwa siri. Kumbe hata wakati walipoanza malumbano na huyo mama, huyu mwenzake alisikia. Aliposikia akawa anajaribu kufuatilia, akawa amepanda kwenye dirisha kuangalia. Wakaona kwamba wameingia watu, na kile kitendo chote walichokifanya alikiona huyu binti. Kwa hiyo ndio aliyetoa taarifa hizo, na kwa bahati nzuri walikuwa wamepeana hata mawasiliano. Lakini kitendo walichokifanya huyu, baada ya kumuua, walimchukua wakafunga kwenye kiroba wakatupa baharini. Taarifa zikawa zimeishia hapo. Huyu binti afahamu, huyu binti wa Kiganda ajui taarifa za huyu mwenzake zimeishia hapo, afahamu familia yake. Kwa hiyo ndio alikufa kwa mtindo huo. Kwa hiyo tunaona pia familia inapata madhara makubwa. Binti anakufa, hata angezikwa ingekuwa ni nafuu, lakini anatupwa na hawatakawa muone tena maisha yao yote. Kwa hiyo tunaona kwamba tunaposema hili ni janga la kimataifa na kitaifa na kifamilia. Kwa hiyo tuangalie na tuelimishane na tuwepiane elimu, tuone ni namna gani tunaweza kutengeneza mazingira ya watoto wetu, binti zetu, vijana wetu waweze kuishi na kubaki katika nchi yao, warizike na chakula kidogo wanachokipata, lakini basi wabaki hai. Niseme tu kwamba madhara makubwa kwa taifa, kwanza ni aibu kwa taifa. Aibu kubwa kukuta wasichana wa Kitanzania wanajiuza nje ya nchi. Ni aibu sana. Manake unauzwa, wewe umetoka nchi gani? Nimetoka Tanzania. Uko uchi pale unaangaliwa kama sijui sanamu iliyowekwa pale. Aibu sana kwa taifa. Na kama ni aibu kwa taifa, basi tuone tutafanya namna gani kusaidia vijana wetu. Lakini pia kwa taifa ni kupoteza nguvu kazi. Vijana hao wangeweza kufanya kazi hapa. Kuna mashamba mengi, wangeweza hata kulima, wafunguliwe mashamba,
wawezeshwe, walime, wapande mazao yauzwe huko nje, badala ya wao kwenda kujiuza huko nje. Wauze hayo mazao waweze kujipatia chochote. Fursa za nchi zipo nyingi, wasaidiwe vijana hao, wasaidiwe, waelimishwe, lakini pia wasaidiwe, kwa sababu hakuna adui mbaya kama njaa. Njaa ikikuuma utafanya chochote bila kujali kifo. Kwa hiyo kinachosababisha haya yote ni umaskini na kukosa fursa za kimaisha. Kwa hiyo tunapoteza nguvu kazi kubwa. Lakini pia hizo gharama za kumrejesha, hata kama ni nchi itakubali basi kumrejesha, tutaona watarejeshwa wangapi? Wako wengi, maelfu na maelfu, kila nchi wako wengi. Watarejeshwa wangapi? Ni gharama kubwa. Kwa hiyo sio vipaumbele vya nchi kukurudisha wewe, ambaye tunakuelimisha ili usiende, kwa sababu hutarudishwa. Lakini pia kuna gharama zinazotumika katika upelelezi, kwa sababu zinakuja taarifa, zinakuja taarifa. Sasa tupeleleze huyu mtu alikwendaje. Hizo gharama zinazotumika upelelezi. Au kwa mfano unatoa taarifa kwamba kwenye nyumba fulani kuna binti anafanyishwa kazi na amefungiwa ndani. Sasa wale wanaotumwa kwenda kupeleleza mpaka wagundue lile unalolisema ni la kweli, wanahitaji nauli, wanahitaji kula, wanahitaji pesa. Kwa hiyo pia ni gharama inatumika. Maana nimesema hata hapa nchini wapo ambao wananyanyaswa kwenye majumba ya watu haya. Hatujui, mambo mengi sana yanatokea humo ndani. Kuna mtu anaweza kutoa taarifa, binti anatoka huko mkoani anafungiwa ndani, hapa Dar es Salaam au Mwanza au Arusha, popote anafungiwa ndani na kutumikishwa kama mtumwa. Lakini anayeweza kutoa taarifa, jamani, kule kuna kabinti tumeona, hapana, tangu ameingia hivyo, au amepigwa, amelia, sauti katoka, mtu akasikia, lakini haruhusiwi kutoka nje. Sasa upelelezi unapofanyika pia ni gharama. Kwa hiyo tuone kwamba kuna vitu vingi vinafanyika vya kiovu kabisa, vya kiovu ambavyo vinasikitisha sana. Lakini ni nani anayechukua hatua ya kupiga kelele kutetea utu wa binadamu? Basi kama dada wadogo tumeamua kutoka na kusema, jamani, uovu huu upo. Tunawaelimisha ninyi vijana. Naomba sana, rizikeni na maisha mlio nayo. Kubali kwamba mimi nimezaliwa kwa familia hii, ni familia fukara. Basi mimi nipambane na huu fukara. Fanya kinachowezekana. Uza miogo, uza maandazi, uza maji, uza karanga kwa malengo. Lakini unapouza, hata ukiwa na kibubu, tengenezaga na kibubu chako. Dumbukiza huko, hata kila siku kibudumbukiza 200. Ndani ya miaka miwili utakuwa na hela ya kutosha kufungua biashara ambayo ni kubwa zaidi kidogo. Lakini zaidi ya hapo, angalia fursa zinazokuja kupitia hawa Wachina. Wanafungua makampuni mengi. Wamefungua makampuni mbalimbali, kama kuna hayo ya makampuni sijui ya nini wanaita New Life, kuna makampuni yanaitwa International, kuna makampuni yanaitwa Forever, kuna makampuni ya makampuni mbalimbali. Jiingize huko, wasikilize wanasema nini, wanafanya nini. Je, kuna kitu ambacho wewe unaweza kufanya? Wale ndio upekee ambao hawatakuuliza elimu yako, hawatakuuliza wewe umesoma mpaka la ngapi, watataka vyeti, wanakufundisha kufanya biashara. Sasa zile biashara ukizifanya zikikubali, utajikuta kweli unapata pesa nyingi. Wako waliofanya wanapata pesa nyingi, wanawasaidia hata wenzao, wanasaidia familia zao. Jaribu kuuliza na kufuatilia. Ukiuliza na kufuatilia itakusaidia, badala ya wewe kuanza kuingia tamaa. Nimeambiwa nitapelekwa nje, nimeambiwa nitasafirishwa, nitaenda kufanya kazi nchi za nje, nitapanda ndege. Wewe ndege unapanda ikusaidie nini? Ukishuka kwenye ndege ni sawa sawa na umeshuka tu kwenye basi, unabaki yule yule. Kama una miguu miwili ni ile ile miwili, macho ni yale yale. Hakuna kitakachoongezeka wewe kupanda kwenye ndege au kupanda kwenye basi, ni jambo lile lile. Kwa hiyo usibabaishwe na vitu vya kijinga alafu ukapoteza maisha yako, ukapoteza uhai wako.